Katika hali ya kawaida, vyama vya siasa vina umuhimu mkubwa katika jamii kwa sababu ndivyo vinavyowezesha wananchi kushiriki katika uongozi wa nchi kupitia uchaguzi. Vyama vya siasa hutoa jukwaa la wananchi kueleza maoni yao, kuchagua viongozi na kuwasilisha sera zinazolenga kuboresha maisha ya watu. Pia husaidia kuimarisha demokrasia kwa kuleta ushindani wa mawazo na mipango ya maendeleo, jambo linalosaidia serikali kuwajibika. Hata hivyo, pamoja na umuhimu huo wa vyama vya siasa kwa misingi hiyo, huko nchini Burkina Faso, Rais Ibrahim Traore amevifuta vyama vyote vya siasa nchini humo, hali ambayo imezusha mjadala. Sababu za kufutwa kwa vyama vyote vya siasa nchini humo kwa mujibu wa serikali hiyo ya kijeshi ni kwamba uamuzi huo ni sehemu ya jitihada pana za kuijenga upya serikali, ukidai kwamba mfumo wa vyama vingi ulikuwa unatumika vibaya na kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Amri hiyo imeidhinishwa na baraza la mawaziri la Burkina Faso. Mfumo wa vyama vingi nchini humo unatuhumiwa na serikali hiyo ya kijeshi kwamba ulikuwa unavuruga uwajibikaji na kuleta maendeleo kwa wananchi. Akiwasilisha uamuzi huo, waziri wa mambo ya nje wa ndani ya Burkina Faso, Emile Zelbo, amesisitiza kuwa hiyo ni sehemu ya juhudi pana za kutaka kulijenga upya taifa hilo. Utawala huu wa kijeshi ulinyakua madaraka kwa njia ya mapinduzi Septemba 2022. Tangu kuingia kwake madarakani, Rais Traore amefanya mabadiliko kadhaa yakiwemo yanayohusiana uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa aliyekuwa koloni wa taifa hilo. Kwa upande mwingine, vyama vya siasa pia vinaweza kuchochea mizozo na migogoro pale vinapokuwa na utekelezaji duni kwa wananchi, kuwasilisha mahitaji ya wananchi kwa serikali. Utafiti wa linkages between political parties na political violence unaonyesha kuwa migogoro ya kisiasa mara nyingi hutokana na ushindani mbaya wa vyama vya siasa na jinsi vinavyoshindana kwa kutumia sera kali na kutokubali matokeo, jambo linaloweza kusababisha vurugu, migomo na hata vita katika baadhi ya nchi pale vyama hivyo vinapokataliwa. Hii ni TriGen Media.